Hebu tuwe wa kweli kidogo. Kuna sehemu moja ya ukaribu wa kimapenzi ambayo wanaume wengi labda huifikiria kupita kiasi au huiweka chini ya thamani yao. Sehemu gani? Kumridhisha mpenzi wako kwa njia ya mdomo. Na leo tunaingia kwa kina kwenye saikolojia ya wanaume wanaofanya hivyo kwa wanawake, au kwa nini baadhi ya wanaume wanaipenda ilhali wengine huikwepa. Hilo linafichua nini kuhusu kujiamini kwao, muunganiko wa kihisia na saikolojia ya ngono. Kana umewahi kujiuliza nini kupita kwenye mawazo ya mwanaume akiwa kwenye hali hiyo, au kwa nini huwa wanasita kufanya hivyo? Endelea kusikiliza, maana wanaume wengi najua wanaipenda, lakini wengine wanasita na wengine ndo wanafanya kabisa. Maana raha ndio hutoa raha, na ndio maana mwanatheolojia mmoja aliwahi kusema hivi: sehemu yote yenye utamu hutoa uchafu, lakini vikihusiana vyema na mdoma wa jinsia tofauti, basi hapo mambo ni baraha, na sehemu zingine unazijua. Sasa sikia, raha ndio hutoa raha. Wanaume wengi hufurahia tendo hilo kwa sababu hujivunia kumfanya mwenza wao ajisikie vizuri. Ni kuhusu kutoa badala ya kupokea, yaani ni jambo linaloweza kuunda hisia ya ukaribu na kuridhika. Pia linaweza kuongeza kujiamini kwao. Wanaume wengi hao wanapoona mwenza wao akichangamka na kufikia kilele, wanaongeza kujiamini. Pia inaimarisha hisia yao ya umahiri wa kimapenzi. Pili, muunganiko wa kihisia. Tendo hilo kwa wanaume linaweza kuhisia kuwa la karibu sana kwa sababu ya ukaribu wa kimwili na hali ya kujifungua inayohusika. Wanaume wanaolifurahia huwa wanaliona kama njia ya kuungana kihisia na kuonyesha upendo, kujali au kuthamini zaidi. Tatu, uchunguzi na udadisi. Baadhi ya wanaume wengi, kwa asilimia nyingi, huwa ni wadadisi sana. Kama wanasayansi, huwa wanahamu sana ya kujifunza kuhusu mili ya wenza wao vyema, wakiliona tendo hilo kama fursa ya kuchunguza na kuthamini upekee wa maumbile ya mwenza wao. Najua wanaume tumeelewana hapo kwenye uchunguzi. Jambo hilo hutokea mara nyingi ni kuhusu kuvutiwa na kustaajabia mwili wa mwanamke. 4. Mienendo ya nguvu na udhibiti. Kwa wengine wanaume, tendo hilo linaweza kubeba kipengele cha nguvu sana, na wakati kwa baadhi linaweza kuonekana kama tendo la kujinyenyekeza kwa kuweka mkazo kwa mwenza. Lakini wengine huhisi kuwezeshwa kwa uwezo wao wa kuathiri na kuongoza raha ya mwenza wao. 5. Kushinda mashaka binafsi. Kwa wanaume wengi wanaolifurahia, mara nyingi huwa na usalama zaidi katika mahusiano yao ya kimapenzi, maana huenda wasiogope ukaribu au kujiweka wazi. Hata hivyo, wapo wanaoweza kuanza kwa kusitasita, wakihofia kufanya vibaya usafi, lakini si kila mwanaume huhisi hivyo. Hebu tuangalie upande wa pili. Kwa baadhi ya wanaume, wazo la tendo hilo linaweza kuleta wasiwasi. Kwa nini? Acha nikupe sababu mbili kubwa. Wasiwasi kwa sababu ya hofu ya kuhukumiwa na kutokujiamini, na wanaweza kuogopa pia kufanya vibaya au kwamba mwenza wao hatafurahia. Sasa jambo hilo linaweza kuwafanya wajihisi hawatosheki. Kisha kuna shinikizo la kijamii, ambayo ni dhana zisizo halisi kuhusu jinsi mwanamke anavyopaswa kuwa, anavyopaswa kunukia au anavyopaswa kuonjeka, onjo, ambazo baadhi ya wanaume huzipokea na hivyo hujiondoa wakikosa mojawapo ya njia ya karibu zaidi za kuungana na wenza wao. Nisikilize mimi kwa makini, kuvunja mwiko hapa. Bado kuna unyanyapaa unaolizunguka swala hili. Baadhi ya wanaume uliona kama ni tendo la kujishusha sana ama kujishushia hadhi ambalo lisilohitajika, au wamejengewa fikra kwamba ni jambo lisilofaa wanaume. Lakini ukweli usiofichwa ni huu: kama mwanaume hawezi kukubali na kuthamini kila sehemu ya mwenza wake pamoja, ikiwemo sehemu za faragha, hilo linaashiria nini kuhusu uwezo wake wa kuungana kikamilifu? Jibu unalo bro. Na kwa wanaume wanaonisikiliza, jiulize, kusita kwako kunamhusu yeye au kunahusu mashaka yako mwenyewe? Jibu pia unalo wewe. Sasa, kwa nini baadhi ya wanaume ulikwepa? Subiri ni kujibu hilo kwa haki. Si kusita kote kunatokana na mashaka. Wengine wamewahi kuwa na uzoefu mbaya au hawakupata elimu sahihi ya masuala ya kimapenzi. Wanaweza kuhisi kuchanganyikiwa au kutokuwa na uhakika wa namna ya kulikaribia jengo hilo. Sasa, habari njema ni hii, natangaza amani.
Mawasiliano ndio ufunguo. Muulize mwenza wako anapenda nini, zingatia ishara za mwili na usiogope kujifunza kujaribu. Juhudi na nia njema vina uzito kuliko aibu ya mwanzo. Hii ni saikolojia ya mahusiano. Hitimisho ni hili: wanaume wanaopenda kumridhisha mwenza wao kwa njia hii mara nyingi huwa watoaji kwa asili. Hufurahia kumwona mwenza wao akiwa na furaha kihisia na kimwili pia. Si kuhusu ego yao, bali kuridhishana. Na mara nyingi wanapojikita katika kutoa raha kwa dhati, wao pia hupata kuridhika kwa kina sana. Najua hutoelewa, ni kwa siri sana, alisema mchekeshaji mmoja hapa Tanzania. Ukweli wa mwisho unaotakiwa kujua ni huu: ukaribu wa kweli ni muunganiko, uaminifu na kuaminiana. Wanaume wanaokumbatia vipengele vyote vya wenza wao hujenga mahusiano imara na ya kina zaidi. Kama uko tayari kuinua kiwango cha mahusiano, anza na kipengele cha kuyaelewa mawasiliano kwanza. Kama unataka kujiendeleza katika nyanja zote za maisha, basi subscribe na washa bell notifications kwa maudhui zaidi ya kila siku kutoka kwetu. Tumia busara tu, utafaidika. Jua ukweli na ukweli utakuweka huru. Unavyozidi kujua ya kweli, unajua ya Mungu zaidi. Subscribe EIGC Speaker YouTube channel yetu. Nikiwa tu na subscribe 30,000, sitaacha kamwe kusambaza maukweli ya maisha hadi kila mwanaume apate kuamka kutoka usingizini. Subscribe sasa, la sivyo sitaposti tena. Sio mwingine, ni wako Mwalimu Kelvin Ndume. Amin. Kila mtu ana masaa 24 tu kwa siku. Kwa hiyo, mafanikio yako yanategemea jinsi unavyotumia 24 uliyoisikia. Watu wengi huzungumza kuhusu Oprah Winfrey. Na je, unamjua Ted Turner au Warren Buffett? Nisikilize. Haijalishi unapata wapi pesa ama unapata pesa ngapi. Kama tu unapata masaa 24 kwa siku basi. Maana tofauti iliyopo kati ya Oprah na wewe uliye broke ni kwamba Oprah hutumia masaa yake 24 vizuri, na ndio maana hayupo broke kama wewe. Kwa kuwa yeye masaa yake 24 huyatumia kwa busara, ila wewe ni tu pua. Ni hayo tu. Nisikilize. Wewe una masaa 24, haijalishi kama uko broke kiasi gani au ulikuwa masikini kiasi gani, haijalishi kama ulikuwa tajiri au nini, haijalishi kama uko chuo au uko chuo, haijalishi pia kama unapata kiasi gani cha pesa, ila tu ni lazima utakuwa unaipata masaa 24 kwa siku. Na pia kwangu nikikumbuka, ndo mwanzo kabisa ulikuwa nikianza kufanyia mtu kazi. Huku unatumikia mtu, huku unauza kitabu. Sio kwa bahati mbaya, lakini ni strategy ndo zilifanya niuze vitabu zaidi ya 6,000 kwa miezi 11 na siku 2 tu. Na nililipuka balaa kwa kweli, hutoamini. Ni nini nilichokifanya kwa masaa yangu 24? Hakuna jipya, ni kuyazingatia tu. Unapaswa kufanya mtego wa masaa yako 24 kwa sababu unakaribia kuwa broke maisha yako yote kama hutotega sana saa zako vyema. Na hiyo ndio tu ninahitaji unifanyie bro. Naweza kukuambia maisha yako yote kukuhusu ikiwa tu utaandika ratiba ya masaa yako 24 kwangu. Yani ukiniandikia, unaniruhusu niitazame, ninaweza kukuambia utakuwa wapi katika miaka 5. Naweza pia kukuambia utakuwa wapi baada ya miaka 10 pia. Naweza pia kukuambia utakuwa wapi baada ya miaka 20 bro. Ukiweka ratiba yako hiyo, lazima uelewe sio tu kufanya kazi kwa bidii brother, ila ni kufanya kwa makusudi. Ni kufanya chaguzi kila siku, maana sio kila kitu ndo kinalingana na malengo yako. Jiulize unafanya nini, uamuzi ni muhimu sana. Au je, unatumia muda wako kulalamika, kuahirisha mambo, au unaufanyia kazi muda wako? Jiulize, je, unajenga ujuzi na kutengeneza fursa, au ndo bado uko kwenye questions without answers? Ukweli ni kwamba mafanikio sio rahisi. Mafanikio sio siri. Mafanikio ni nidhamu ambayo inasimamiwa na masaa 24 tu tulizonazo sote. Huwezi kununua muda zaidi, lakini unaweza kuuongeza kwa kuupanga vizuri. Amka mapema, weka umakini, kata vikengeushi na anza kufikiria. Ratiba yako ni mchoro wako, ratiba yako ni mchoro wako wa maisha. Sasa ikiwa hupendi unakuelekea, badilisha. Huhitaji bahati na huhitaji visingizio bro. Unahitaji kumiliki wakati wako vyema, kwa sababu mambo ni mengi duniani, muda ni mchache kwa wote. Ukweli ni kwamba maisha yako ni jumla ya jinsi unavyotumia siku zako. Ikiwa unataka maisha tofauti, badilisha matumizi ya siku na anza leo kitofauti. Ifanye siku yako ihesabiwe kila siku unazoishi, na hesabu yako ya masaa 24 ihesabiwe kama nguvu yako. Yatumie kwa busara bro. Tumia hekima tu na hakuna kitakachoshindikana. Be active brother.
Unadhani naishia hapa? No, lakini hutonisikia tena nikiendelea na mengine mengi kama bado hujajiandikisha kupokea mawazo jasiri kwenye YouTube channel hii kwa kusubscribe. Lakini ukifanya hivyo, ongera zaidi. Naitwa AEJC Speaker. Amen. Rich people don't sleep 8 hours a day. Fail. You're gonna fail. And you're gonna fail. And then you're gonna win. To succeed, it's the only way to learn. You have to fail. Failure is a part of the process to become. Acha kwanza. Ishia hapo hapo. Sijui nani anahitaji kusikia hili, lakini mtazamo huu hautakufanya ufanikiwe hata siku moja. Kwa miaka 3 iliyopita, nilianzisha biashara kadhaa na zote zilifeli. Kwa nini? Unajua kwa nini? Kwa sababu nilidhani ili kufanikiwa kimaisha ni lazima niwe napambana muda wote, nifanye kazi mbili huku niajiriwe kule nijiajiri. Nilifanya kazi masaa 16 kwa siku nikidhani vinginevyo maisha yatanishinda. Sikuishia hapo. Nilijipa moyo kuwa niache kuwa dhaifu bro. Kumbe ndio maana makaburi ya wanaume ni mengi kuliko wanaume wenyewe, na siri hii imejificha kwa wanaume wenyewe wanavyojua bila kujua. Brother wangu, sikia. Ni kweli maisha ni vita, ila sio mapambano. Vita sio mapambano. Vita sio sehemu ya kutumia hasira, ni sehemu ya kutumia akili na focus. Ukitumia hasira vitani, umefeli, maana utashambulia na usiyoyajua. Ukitumia akili vitani, utajua lini unatakiwa kurudi nyuma kama huna hasira. Utajua lini unatakiwa kwenda mbele kama huna hasira pia. Mawazo haya ya hasira katika maisha yalijaza akili yangu siku nzima. Nakumbuka nilikuwa nakula chakula cha jioni na familia yangu, lakini kiukweli sikuwa nao pale. Kitu pekee kichwani kwangu kilikuwa ni biashara bro. Nyinyi ndio mnaogongwa na magari masikini ya Mungu, maana matajiri ya Mungu hawawezi kugongwa na magari hovyo. Ingawa kiwango fulani cha kujitoa kinahitajika kwa mafanikio, unapaswa kuacha kujichukia kwa kutokufanya kazi 24/7 bro. Huu mtazamo wa hasira na haso utakurudisha nyuma sana, na nitakushawishi uache fikra hizo. Fikiria kwanza, je, mtu aliyefikia mafanikio unaoitamani yuko wapi? Tuseme ndoto yako ni kuwa podcaster na unataka kufikia kiwango cha Joe Rogan. Muangalie Joe Rogan. Je, anaonekana kama mtu mwenye hasira huyo? Ama anaonekana mahangaiko usoni? Jibu ni hapana. Sasa wewe, mbona kama kila kitu kigumu? Mara nyingi anaonekana mtulivu na relaxed. Bila shaka anafanya kazi kwa bidii sana, lakini inaonekana kama anafurahia anachokifanya. Kwa nini? Kuna aina mbili za malengo. Malengo ya mbele, front facing goals. Yale yanayoonekana kwa watu ni kama vile kuzungumza hadharani, kutengeneza content, kufanya kazi na wateja au mahusiano. Ndo wazungu wanaita front facing goals. Pia kuna malengo ya nyuma ambayo ni malengo ya pili. Wazungu wanaita back facing goals. Yale ya kufanya peke yako kama kuandika, kuwekeza au mazoezi. Sasa fikiria, ukifuata mtazamo wa hasira kwa malengo ya mbele, umeharibu. Tuseme unataka kuwa YouTuber. Hapo sasa ndo unafanya kwa hasira. Mahasira peleka mazoezini bro. Wewe ni YouTuber, alafu unatazama video za motivation zinakushawishi uanze kufanya kazi masaa 15 kwa siku. Unafikiri sisi watazamaji tutaona nini? Mtu aliyekosa usingizi ndo tukuangalie? Hao mwenye msongo, mwenye energy asi, alafu tuko pale tunakutazama tu wewe? Hakuna anayetaka kuangalia au kufanya biashara na mtu anayeonekana mwenye hasira ama msongo wa mawazo kila wakati. Lakini fikiria ungepata usingizi wa kutosha, ukaanza siku kwa furaha, alafu ukaenda kurekodi, energy yako ingekuwa tofauti kabisa. Wanadamu wana uwezo mkubwa wa kusoma ishara ndogo ndogo, body language, micro expression, vibe. Huwezi kuficha hali ya ndani bro, na sisi wasomaji hali hiyo tupo. Hali ya mtu usomeka zaidi ni pale anapotaka kuificha. Jifanye unaficha matatizo yako, halafu unakuja mbele ya kamera tukujudge. Sasa sikia, na hata wale wanaofundisha kufanya kazi 24/7 mara nyingi hawafanyi kabisa hivyo kwa ukali unaodhani. Wanaishi, wanacheka, wanafurahia maisha yao. Sasa kwa sisi wasikiaji, tatizo ni condition ya akili. Ukijilazimisha kufanya kazi ukiwa na hasira au msongo, ubongo unaanza kuhusisha kazi na maumivu bro. Matokeo yake, motivation hupungua, creativity hushuka, kuchelewa kimaisha huongezeka. Ndio pale unaingia kwenye hali mbaya, unajisikia vibaya unapofanya kazi, na pia unajisikia vibaya usipofanya kazi. Sasa utaishia wapi? Hapo bado unadhani unahitaji sumu ili ufe? Hapana, utakufa tu taratibu bro. Unafikia kwenye kiwango ambacho kwenda kazini utaki, kubaki nyumbani utaki. Unatafuta nini kama sio kifo? Solution ni hili.
Nenda kazini kwa mtazamo wa kawaida na unaofurahisha. Usijenge maisha ya kazi bure. Waswahili tunaita kazi bure. Ongeza hobbies, ongeza marafiki, ongeza familia na uzoefu wa maisha kwenye maisha yako. Watu waliofanikiwa mara nyingi wanaonekana watulivu, wenye balance, wanaojua lini wapambane na lini wapumzike. Usipojua hayo, hutokuja kufanikiwa hata siku moja. Acha fikra ya kujilaumu kila dakika usipokuwa unaweza. Maana mafanikio ya maisha ya kweli ni mchanganyiko wa nidhamu na maisha yenye furaha. Jaribu kwa wiki moja, tengeneza ratiba yenye kazi na burudani ndani. Usipoweka hayo, jiangalie sana bro. Angalia kiutofauti sana kwenye motivations energy na akili yako itumike pia. Wanasema ya kusikia changanya na ya kwako. Furahia safari ambayo unatembea. Usipofurahia, badili njia hiyo. Tumia busara tu, utafanikiwa sana. Jua ukweli na ukweli utakuweka huru. Unavyozidi kujua ya kweli, unajua ya Mungu pia. Hii ni EUGC Speaker. Ni wako Mwalimu Kelvin Ndume. Amin. Brother, hii sio clickbait, ila dakika 7 tu ambazo utanipatia ndizo unazohitaji ili kuongeza uzalishaji wako kwa kasi zaidi. Maana unatakiwa kuongeza uzalishaji wako wa kazi kwa 300%. Watu wengi hupoteza masaa kila siku bila hata kujua, huku wakiwa wamenaswa kwenye mizunguko isiyoisha ya kuahirisha mambo, mara vishawishi na kufikiria kupita kiasi. Lakini sikia, huu ndio ukweli. Tatizo sio wewe, tatizo ni mbinu yako. Tatizo sio wewe, tatizo ni mfumo wa maisha yako. Tatizo sio wewe, tatizo ni kile unachokiamini bro. Kwenye video hii nitakuongoza kupitia hatua 6 zenye nguvu ambazo zitabadilisha kabisa namna unavyofanya kazi, ili hatimaye urejeshe udhibiti wa muda na nguvu zako brother. Fika tu mwisho wa video hii, maana utapata mbinu za vitendo ambazo unaweza kutumia mara moja kuboresha uzalishaji wako na kufanikisha zaidi ya ulivyowahi kudhani kama haiwezekani, kumbe inawezekana. Niamini mimi, dakika hizi chache zinaweza kubadilisha kila kitu ulichodhani haikiwezi kubadilika. Sikia, hatua ya kwanza unachotakiwa kufanya ni ujiondoe kwenye mtego wa orodha ya majukumu ambayo wazungu wanaita to-do list. Hebu wazia hali hii. Ni saa 1 asubuhi, umejaa hamasa. Unachukua daftari na kuandika vitu 15 ambavyo unavyotaka kukamilisha leo, lakini kufikia hadi jioni umevuka 2 tu au 3. Inafanana na wewe hiyo? Hapana. Mzunguko huu wa majukumu yasiyokamilika huzaa hatia, msongo na hisia ya uongo kwamba kila siku unachelewa maisha. Tatizo sio orodha ya majukumu, tatizo ni namna watu wengi wanavyoitumia. Sikia nikwambie kijana, orodha ndefu iliyojaa kila kitu hulemea ubongo na kuacha umepooza bila kuchukua hatua. Badala yake, anza kuona orodha yako kama kichujio cha vipaumbele vyako. Kila siku, kila asubuhi, tumia dakika 5 kutambua mambo 3 tu yasiyojadilika, yale yenye athari kubwa zaidi. Kwa mfano mimi, vipaumbele vyangu leo ilikuwa ni kuandika script ya video hii, kufanya mazoezi ya dakika 30 na kujibu message chache muhimu. Basi, nasitaki usumbufu kwa hilo. Ukizingatia haya 3, unajenga kasi mpya, unapunguza uchovu wa maamuzi na unamaliza siku ukiwa na hisia ya mafanikio bro. Hii ndiyo kanuni ya 80/20 ya uzalishaji, 80% ya matokeo kutokana na 20% ya juhudi zako. Tambua hiyo 20% tu, utafanikiwa sana. Hatua ya pili, shinda mtego wa ukamilifu. Ukweli wa kushangaza ni kwamba ukamilifu ndio mwizi wa siri wa uzalishaji wako. Sio uvivu unaokuzuia, bali hofu kwamba kazi yako haitakuwa bora vya kutosha. Nimewahi kupitia hilo. Nilipoanza kutengeneza maudhui, nilipoteza masaa nikirekebisha kila kipengele, nikitaka kila kitu kiwe kikamilifu. Matokeo, uchovu, kuchelewa na miradi isiyokamilika. Ghafla, vitu vimeshindikana. Lakini kumbuka hili, kilichokamilika ni bora kuliko kilicho kamili. Badili fikra, anza kukamilisha vitu kuliko kusubiri viwe kamili. Badili fikra, weka mbele maendeleo, si ukamilifu. Jaribu zoezi hili, weka kipima muda cha dakika 30 na ukamilishe rasmi ya kwanza bila kujali kasoro. Lengo sio ukamilifu, ni kuanza, maana mwendo huzaa kasi na kasi huzaa uzalishaji. Hatua isiyo kamili ni bora kuliko
kuchukua hatua kabisa. Hatua ya 3, simamia nguvu zako na sio muda wako. Watu wengi udhani uzalishaji ni swala la muda, kumbe hapana. Upanga ratiba kwa umakini, watu wengi hao. Wakijaza kila saa, watu wengi hao. Lakini ukweli ni kwamba uzalishaji sio muda bro, ni nguvu. Nguvu zako hubadilika kulingana na usingizi, lishe, msongo na mzunguko wa mwili bro. Siri ni kuanzisha kazi muhimu na kilele cha nguvu zako, yani vionekane. Kwangu mimi akili yangu huwa makini zaidi kati ya saa 1 hadi saa 5 asubuhi. Hapo unafanya kazi nzito kama kufikiria na kuandika. Mchana ninaposhuka nguvu, ushughulikia kazi nyepesi kama emails na message za kawaida. Bro, acha kujibu message ovyo asubuhi zisizo na maana. Kama kweli una kitu cha kufanya, kifanye muda ambao nguvu zako za akili ziko chap. Sio kuangalia kila siku, sina muda ni ukweli. Kama huna muda, hutokuwa na chochote cha kufanya, maana kwenye muda ndiko watu wanafanya mambo. Kidokezo kingine ni kwamba tumia mapumziko ya kujenga. Baada ya dakika 90 za umakini, pumzika dakika 10. Tembea, jinyoshe au pumua kwa kina sana. Mapumziko mafupi huongeza ubunifu na umakini bro. Hatua ya 4, tengeneza mazingira yanayokusaidia kufanikiwa, maana mazingira yako yanaathiri uzalishaji wako moja kwa moja. Eneo lenye vurugu huzaa mawazo yenye vurugu pia. Anza kwa kusafisha dawati lako, ondoa visivyohitajika. Usafi wa macho huleta usafi wa akili bro. Kisha utapambana na hali yako. Kisha pia punguza vishawishi vya dijitali brother. Weka simu kimya au mbali. Tumia focus mode kuzuia mitandao ya kijamii. Alafu boresha mazingira yako kwa kuweka mmea au headphones au muziki kwa mbali, maana mazingira yako yanapaswa kusaidia malengo yako, si kuyaharibu. Hatua ya 5, jenga misuli ya umakini. Umakini ni kama misuli, unavyojifunza kuutumia ndivyo unavyokuwa imara zaidi. Njia rahisi zaidi ni mbinu ya Pomodoro, yani unafanya kazi dakika 25, unapumzika dakika 5. Baada ya mizunguko 4, pumzika zaidi. Kadri muda unavyokwenda, ongeza vipindi vya umakini, dakika 45, 60, hata 90. Muhimu ni uthabiti tu na kidokezo cha kitaalamu. Weka daftari karibu kuandika mawazo yanayokuvuruga ili usipoteze umakini brother. Hatua ya 6 na ya mwisho ni hii. Tusikilizane hapa. Kwanza kabisa, hatua hii ni kubali kanuni ya 1%. Sio kama unaijua. Kanuni ya 1% inamaanisha hili: mabadiliko makubwa hutokana na maboresho madogo yanayojirudia. Watu wengi huzani watu waliotajirika na waliofanikiwa ilitokea tu kama mshale kutoka mbingu, boom, na wakafanikiwa. Hapana, walijiboresha kwenye hatua ndogo mpaka kufikia pale. Na ndio maana nasema mabadiliko makubwa hutokana na maboresho madogo yanayojirudia. Ongezeko la 1% kila siku hujenga matokeo makubwa ya ajabu. Hatua ndogo zikikusanywa kwa muda huleta mageuzi makubwa sana. Na ukishindwa kusubiri kidogo, basi ujue unashindwa kufanya utajiri kwa kiasi kikubwa sana. Umeshindwa, na sahau kusema kuhusu utajiri. Badala ya kubadili kila kitu leo, anza kidogo. Amka dakika 10 mapema. Sio hine ulikuwa unaamka saa 2. Moja kwa moja unataka uamke saa 10 kamili. Utawazia wapi wewe? Badala ya kubadili kila kitu leo, anza kidogo. Amka dakika 10 mapema bro. Punguza kishawishi kimoja. Hatua ndogo zikiendelea kubadilisha maisha ya mtu. Sasa naona tayari una ramani ya kuongeza uzalishaji wako kwa 300% brother. Tumegusa kila kitu: vipaumbele, kushinda ukamilifu, kusimamia nguvu, mazingira, umakini na kanuni ya 1%. Lakini kumbuka, maarifa bila vitendo hayana maana. Nitakuacha na swali hili: utafanya nini na dakika chache zijazo za maisha yako? Utakaa tu au utaanza kubadilika? Chagua hatua moja leo. Uifikirie sana kisha uichukulie hatua. Andika kwenye comment hatua unayoanza nayo, ili tujenge jamii ya vijana wachukuaji hatua. Uzalishaji si kufanya kazi kwa bidii zaidi, bali ni kufanya kwa busara zaidi. Kumbuka, muda wako ni rasilimali ya thamani, usipoteze. Tumia hekima bro. Hakuna kitakachoshindikana. Unadhani naishia hapa? Hapana. Jua ukweli, na ukweli utakuweka huru. Unapozidi kujua ya kweli, unajua ya Mungu zaidi. Lakini hutokuja kusikia mengine mengi kama haya kama huto subscribe kwenye Asia Speaker, ili vijana wengine kama wewe wafikiwe na video hii. Tia komenti hapo, tumia kijana ambaye unadhani anaweza kuisikia.
Ili ujiunge na ukweli ya maisha ni kufanya jambo la hekima la kusubscribe. Ongera kama umeshafanya hivyo. Naitwa EJC Speaker. Amin. Kuna watu wakiingia mahali, kila mtu ananyamaza kimya. Hawanaga drama hawa. Hawanaga mabishano ya hovyo. Uwepo wao pekee unatosha kumaliza kila kitu. Sasa swali ni, wanajua nini ambacho wewe hukijui? Sikia ndugu yangu, nguvu si misuli, wala mamlaka si kelele, na heshima si bahati. Kuna saikolojia ya uwepo wa mtu hatari, na watu wachache sana ndiyo huielewa. Leo tunavunja siri hiyo. Hakuna cha kuchunga siri hapa, yaani mambo yote hadharani. Wewe ni mtu wa aina gani ambaye hakuna hata anayekuogopa? Nyinyi ndio wale mnaopuuzia kila kitu. Sasa puuzieni na hii shauri yenu. Sheria 8 za kuwa mtu hatari sana. 1. Unapozungumza na mtu, jaribu kuona tafakari yako ndani yake bro. Unaanzaje kuzungumza ama kuongea na mtu? Kisha unashusha macho chini. Mtazame usoni. Hakikisha unamtazama usoni mpaka ukijitafuta wewe ndani ya macho yake. Hili litakufanya uonekane mwenye kujiamini na mwenye uzito. Uwepo wako utaamuru umakini, na wataanza kukuheshimu, na wataanza pia kuheshimu mamlaka yako bila wewe kusema mengi. Kumtazama mtu usoni huonyesha nguvu yako kimya kimya. 2. Wakati mtu mwingine anapoongea, wewe sikiliza. Wakati wewe unaongea, hakikisha wanakusikiliza. Watu wanaheshimu mtu anayejua kusikiliza, na pia wanavutiwa zaidi na wale ambao maneno yao yana uzito. Ongea kwa makusudi. Usipoteze maneno yako na mambo mengi madogo. Kadri unavyopunguza maneno, ndivyo kila neno linavyoongezeka thamani. 3. Katika nyakati za vurugu, wewe kuwa mtulivu. Tulia. Utulivu wa akili huleta ushindi. Akili tulivu ndio suluhisho pale wengine wanapoona matatizo. Vurugu ni sehemu ambayo wadhaifu huingiwa na hofu, na watu imara huinuka. Wengine wakipoteza mwelekeo, utulivu wako utaonyesha kuwa una udhabiti halisi. Utulivu wako ndio utaonyesha kuwa unadhibiti hali. Utulivu wako ndio utaonyesha kuwa wewe ni mkali zaidi yao. 4. Ukikashifiwa au kutukanwa, hakikisha usikasirike. Watazame kimya kimya machoni mwao wale waliokukashifu. Ukimya mbele ya matusi una nguvu kuliko hasira. Unaonyesha uko juu ya vichochezi vyao. Watapatwa na wasiwasi, na kujiamini kwao kutayumbayumba mbele ya udhibiti wako. Namba 5. Tabasamu kwa macho, si kwa midomo. Ukitabasamu kwa midomo pekee, hiyo ndio inaitwa fake smile. Tabasamu lakini kwa kweli, maana tabasamu la kweli hutoa taswira ya utulivu, udhibiti na kujiamini. Ndipo unaona mtu anatabasamu kwa macho na midomo na sura yote inatabasamu. Kutabasamu kwa kweli huvunja upinzani na kupunguza mvutano. Tabasamu linaweza kuwa silaha, litumie kwa hekima. Namba 6. Usijibu haraka hivyo. Chukua sekunde chache, kisha jibu kwa usahihi, maana ukimya ni nguvu. Sekunde hizo zinakupa udhibiti wa mazungumzo. Watu wanasubiri maneno yako, na kama walisubiri ni lazima watayasikiliza kwa makini. Majibu ya haraka mara nyingi ukosa kina, maana majibu ya makusudi huonyesha mamlaka na busara. Namba 7. Tembea kifua mbele, mabega nyuma, mgongo wima. Mkao wako huzungumza mamlaka. Mkao wako ndio huzungumza kabla hujafungua kinywa. Simama imara na utaonyesha kujiamini na heshima binafsi. Watu wengi huvutiwa na wanaojibeba kwa hadhi, sio wewe unayetembea kama ulitoka kupigwa mawe hivi. Wakikuuliza unasema, Biblia kanisani na tukataza kutembea ukiwa umevimbia watu. Shauri yako, nyie ndo mnazarauliwa mpaka na mifugo. Unatembea kama ushachoshwa na kuishi, mpaka kuku mwenye watoto anakudharau, anakurukia. Jifunze kutembea kimamlaka, uheshimiwe kwanza na kuku brother. Namba 8. Ongea polepole, usiongee kama mimi. Hapa naongea kama cherehani kwa sababu nina mambo mengi ya siri ninayotaka kukufikishia kwa muda mchache. Kuongea taratibu ni ishara ya uhakika na kujiamini. Ongea taratibu zaidi pale unapoitwa ili uende uongee, kwa sababu wenye kujiamini hawakimbilii kuthibitisha chochote brother. Kila neno linakuwa na athari zaidi unapolitoa kwa utulivu na makusudi. Bro,
tumia hekima tu, vinginevyo maisha yatakufundisha kwa njia ngumu sana. Jua ukweli na ukweli utakuweka huru. Unavyozidi kujua ya kweli, unajua ya Mungu zaidi. Andika 100% kwenye komenti kama umefikia mpaka hapa. Dhamira yetu ni kukufanya upate ukweli ya maisha, ili utokane na kuitwa trash, uanze kuitwa man. Jiunge nasi katika safari hii kwa kusubscribe AEJC Speaker YouTube channel yetu. Ni wako Mwalimu Kelvin Ndume. Amin. Usiruhusu mwanamke akulishe hata siku moja. Usiruhusu mwanamke hakulishe hata siku moja. Maana mara ya kwanza mwanamke Hawa alipomlisha mwanaume Adamu, Mungu alimlani yeye na ardhi ikalaaniwa pia. Machafuko yakaingia duniani kote. Basi sikia, fundisho hili si simulizi tu, bali ni kanuni ya kiungu na onyo kwa wanaume wa vizazi vyote. Fundisho hili linatufundisha kuwa jukumu la kutoa na mahitaji limewekwa na Mungu mabegani mwa mwanaume. Kwa hiyo mpangilio huo ukivunjwa, madhara yake huwa ni makubwa sana. Unapomruhusu mwanamke akulishe wala akulishie familia, si kwamba unakubali tu zawadi zake, bali unampa mamlaka yako, nafasi yako na kiini cha utu wako kama mwanaume. Haijalishi maisha yako ni magumu kiasi gani, wala haijalishi maisha yako ni ya taabu kiasi gani, maana mara nyingi ni salama sana na busara zaidi kumtegemea mwanaume mwenzako kuliko mwanamke asiye mwenzako. Hii ni kwa sababu wanaume wanaelewa mapambano, ni kwa sababu wanayapitia kila siku. Mwanaume anayekusaidia anafanya hivyo kwa uelewa na kuelewa kwamba kubeba wajibu ni swala la kiume. Anajua thamani na heshima na utu kwa sababu yeye mwenyewe anapigania hayo. Kwa upande mwingine, wanawake kwa asili yao hawakuumbwa kubeba jukumu la utoaji kama msingi. Mara nyingi wanapotoa huja na matarajio, masharti au madai ya baadaye. Ukarimu wao unaweza kuonekana hauna madhara, lakini unaweza kuwa silaha ya kimya kimya inayotumika baadaye kukukumbusha ama kuhukumu udhaifu wako au kudhibiti maamuzi yako. Brother, kutoa kwao mimi huwa nakufananisha na zawadi za Kigiriki. Je, unazijua zawadi za Kigiriki? Wagiriki wakikupa huwa wanafanya nini? Sikia, wanachotoa kwa mkono wa kulia wa Giriki wanaweza kukichukua kwa mkono wa kushoto. Inaweza kuonekana kama baraka kwao, lakini baadaye ikawa mtego unaokufungia maisha yako. Ina maana ya kwamba mwanamke anapoanza kukulisha, unapoteza zaidi ya pesa au chakula. Unapoteza taji lako, unapoteza kiti chako cha enzi, unapoteza pia utambulisho wako kama mwanaume. Taji la mwanaume ni mamlaka yake brother, na kiti chake cha enzi ni nafasi yake ya uongozi katika familia na jamii. Wakati unaporuhusu mwanamke akuchukulie poa ama achukue jukumu la utoaji, unabadilisha hazina hizo na thamani kwa faraja ya muda mfupi. Jua ya kwamba hata mke wako uliye naye kwa sasa hawezi kubeba mzigo wa utoaji bila kupoteza amani yake, heshima yake kwako na uwezo wake wa kubaki katika mpangilio asili wa mahusiano. Mwanamke anayetoa kwa mwanaume hawezi kudumisha maelewano ya kawaida ya ndoa, kwa sababu inakwenda kinyume na mpangilio wa uumbaji. Mwanamke hakuumbwa kuwa kichwa au mto wa mahitaji makuu. Jukumu lake ni kukusaidia na kulea kile unachojenga. Sikiliza kwa makini, na kulea kile unachojenga, sio kukujengea wewe. Usiwete macho yako kwake, wala usiwete matarajio yako kwenye pesa zake. Haijalishi inaonekana inavutia kiasi gani ama ni nyingi kiasi gani. Mwanamke akitaka kukusaidia, mwambie akukope, kisha jiandae kwa kuzirudisha mapema sana. Mwanamke anayemlisha mwanaume atamkumbusha hilo moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja, ila atakukumbusha tu. Hana uwezo wa kutoa na kusahau ovyo bila kuathiri mtazamo wake wala kuathiri unavyozani wewe. Akiamua kukusaidia, iwe kwa hiari yake kabisa bila kushinikizwa na wewe. Na hata hivyo, ipokee kwa athari kubwa na makini, na iwe kipaumbele kulipa au kurudisha kwa namna fulani. Mwanaume anayemtegemea mwanamke kwa utoaji hupoteza heshima yake brother, na bila heshima upendo hakuna, wala hauwezi kuwa na ustawi huo. Mruhusu wajijengea mwenyewe akitaka kukujengea.
Mruhusu akuwe na afanikiwe katika maisha yake, sio maisha yako, huku wewe ukisimama kama nguzo au ukisimama kama mtoaji na mwongozi mkuu. Yaani hakikisha ubaki msingi wa heshima na maelewano katika mahusiano yenu, yote yabaki kuwa anasimamiwa na wewe tu. Baadhi yenu nyie wanaume mtanipinga na kuniita mjinga, sawa. Baadhi yenu nyie wanaume mtasema katika dunia ya leo ya kisasa mwanamke anapaswa kuchangia na kuwekeza kifedha katika maisha ya mwanaume, sawa. Lakini mkisema kwa juu, hoja hiyo inaweza kuonekana ya kimantiki sana, lakini inaweza kuwa mtego hatari pindi unapokubali utoaji wake kama tegemezi. Baadhi ya nyinyi wanaume hamna akili kabisa ya kudhani kuwa mwanamke anapotoa basi moyo wake unafikiri kama wewe. Moyo wa mwanamke unafikiri kama mashini brother. Unaweza ukasaga na ukaharibika bila sababu. Hapa ni unauza kiti chako cha enzi, unatoa heshima yako na kuathiri utambulisho wako kama mwanaume. Na ndio maana mheshimiki kabisa. Mwanamke anayemwekezea kifedha mwanaume mara nyingi huanza kumuona kama tegemezi badala ya kiongozi. Yaani fikiria, kwenye nyumba yako unaonekana kama tegemezi, yaani muda wote unaweza kufukuzwa, ila kwenye nyumba yako. Na ndio maana mnalala kwa majirani zenu sana nyie. Yaani kadri muda unavyopita, hali hii hupunguza heshima yake kwako, na bila heshima msingi wa ndoa hubomoka. Hubomoka kabisa brother. Maana heshima ni jiwe la pembeni la upendo, na bila hilo hakuna uhusiano hapo. Hakuna ndoa inayoweza kudumu hapo, wala hakuna kuendelea kwa ndoa. Ni ile mnasema tumetoka mbali, na ndipo mnapofikia hapo. Kama mwanaume umeitwa kujitahidi kufanikiwa kwa juhudi zako na sio za mwanamke. Kama mwanaume jenga nguvu yako, rasilimali zako na mtandao wako kwa wanaume wengine na sio kwa wanawake. Kama mwanaume jizungushie washauri, jizungushie ndugu zako, jizungushie ndugu na washiriki wanaoeleweka kwa uzito wa ajabu sana na wajibikaji, wanaoweza kukusaidia wakati wa shida, wanaume na sio wanawake. Mahusiano yenye mwanaume wa aina hii ni ya kuaminika zaidi kuliko utegemezi kwa mwanamke brother. Wanaume wameumbwa kuimarishana, kubeba mizigo na kusimama pamoja mbele ya changamoto za maisha. Mwanaume anayewategemea wanaume wenzake kwa msaada hapotezi heshima yake, lakini anayewategemea wanawake huipoteza kabisa. Familia unayoijenga inapaswa kusimama juu ya msingi imara ambao ni mwanaume, na msingi huo ni wewe. Familia unayoijenga inapaswa kukutegemea kwa nguvu imara na uongozi wa mwanaume sitawi kama wewe. Lakini inayotegemea utoaji wa mwanamke ni kama nyumba iliyojengwa juu ya mchanga unaosogea kila wakati. Inaweza kusimama ni kwa muda tu, lakini hatimaye itaanguka dhoruba inapokuja. Jukumu lako sasa wewe mwanaume ni nini? Jukumu lako kama mwanaume ni kuwa mtoaji wa mahitaji, mlinzi na kiongozi. Haya si majukumu tu, ni utambulisho wako. Unapoyaacha unajipoteza. Kuwa mwanaume ni kubeba uzito wa uwajibikaji, wa heshima na fahari. Simama imara kama mwanaume, ujivunie uwezo wako wa kutoa, kuongoza na kulinda. Usibadilishe heshima yako kwa urahisi wa muda brother, na usikabidhi mamlaka yako kwa suluhisho la haraka. Gharama ya maamuzi hayo ni kubwa sana bro, na utailipia. Ongoza kwa heshima, toa kwa nguvu, na linda taji lako kama mwanaume, ili wewe na familia yako unayoijenga muweze kusitawi bila kuyumbishwa. Kumbuka hili, unapomruhusu mwanamke akulishe, si tu kwamba unakubali zawadi yake, lakini unajihudhuru kwenye jukumu lako kama mwanaume. Unatoa mamlaka ambayo Mungu aliweka mabegani mwako na kujikaribishia vurugu katika maisha yako. Usiruhusu magumu ya muda ya kupofushe, usizione kanuni za kudumu za maisha. Fanya kazi kwa bidii, jenga mahusiano na wanaume wanaoweza kukuinua, na amini katika uwezo wako wa kulinda changamoto. Nguvu yako, heshima yako na utambulisho wako kama mwanaume vina thamani kubwa kuliko faraja yoyote ya muda kutoka kwa wanawake. Linda heshima yako ya kutokulishwa na mwanamke kwa gharama yoyote. Tumia hekima tu, utafanikiwa sana. Jua ukweli na ukweli utakuweka huru. Unavyozidi kujua ya kweli, unajua ya Mungu zaidi. Mission ya AEJS Speaker ni kukufanya uache kuitwa trash na uanze kuitwa man. Jiunge nasi katika safari hii kwa kusubscribe AEJS Speaker channel yetu. Sio mwingine, ni wako Mwalimu Kelvin Ndume. Amin.